Mwambie unanisikia hilo swali. Akasema, ndugu zangu mliokuja kutufariji, tunawaomba msije mkatuuliza swali, kwa nini ninyi tu ndio mnapata misiba mingi kiasi hiki? Akasema, swali hili la kwa nini hatuwezi kulijibu kwa sababu sisi hatukuwaumba hao wanadamu, na hatujui kusudi la kuwepo kwa kila mmoja wao, na wala hatujui idadi ya miaka ambayo Mungu amekusudia waishi, na wala hatujui namna na jinsi watakavyoondoka duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua katika mazingira ya msiba wa namna hii, wako watu wanajiuliza kwa nini. Ndani ya hizo familia na koo wako wanaojiuliza kwa nini. Sisi waombolezaji tuliokuja inawezekana tunajiuliza kwa nini. Watu walioketi hapa wenye kumbukumbu kwamba miezi 5 iliyopita katika eneo hili la wilaya yetu ya Same tulipata msiba mwingine wa wanakwaya wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani waliokuwa wanakwenda huko Moshi kuzika, wakapata ajali wakafa, idadi ya watu 5. Inawezekana unauliza kwa nini huko KKKT au kwa nini wanakwaya? Ndugu zangu, swali la kwa nini hakuna anayeweza kulijibu. Hata ungeshinda mchana kutwa usiku kucha kwa miaka yako yote, hakuna aliyewahi kujibu swali la kwa nini katika matendo makuu ya Mungu. Kwa sababu hatuna hakika ya maisha yetu hapa duniani. Hatujui saa wala dakika wala siku, kwamba sisi binadamu tunatakiwa tuishi kwa kuheshimiana na kupendana. Mimi mkuu wa mkoa si binadamu kama nyinyi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imempendeza kwamba kipindi hiki sasa wewe babu ndio utakuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Anaweza kuwa mwingine yoyote, lakini wewe akija mwananchi ofisini unasema mpaka appointment. Akija mwananchi ofisini anatoka Same unamwambia siwezi kukuona. Anakuja ofisini, mimi sina hiyo tabia baba. Kwanza nakushukuru sana kwa kunisemea. Mungu akubariki sana. Wanakwaya 23 kati ya 29 wa kike 13 na wa kiume 10 walipata majeraha kwa viwango mbalimbali, na kati yao 5 wa kike 4 na wa kiume 1 walipata rufaa na kupelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa Mawenzi, na 12 wa kike 9 na wa kiume 3 walihudumiwa katika hospitali ya wilaya ya Same. Kati ya majeruhi wote 23, 6 wa kike hakuna, wa kiume 6 waliruhusiwa kwenda nyumbani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kuwa madaktari asubuhi hii wameendelea kuangalia maendeleo ya afya ya majeruhi hawa, inawezekana mpaka sasa wako ambao wameendelea kuruhusiwa kurudi nyumbani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika ajali hii na msiba huu mkubwa, yapo makundi mbalimbali ambayo yamejitolea sana kuokoa maisha ya wale waliojeruhiwa. Dayosisi ya Pare tunawiwa kuwashukuru sana kwa misaada yao ya hali na mali. Moja, wananchi wa kata ya Bangalala kwa kufika kwenye eneo la ajali na kutoa msaada mkubwa wa kuokoa majeruhi na kusaidia kubeba miili ya walioitwa mbinguni. Pili, wananchi wa kata ya Bude fika katika eneo, na wengi hawa walishuka kwa mguu katika tukio na kushiriki katika kuokoa waliopata ajali. Wananchi wa Same mjini, kata zote kushiriki kupokea majeruhi na miili
katika hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika tukio hili wale emergency katika wilaya ya Same palikuwa pamefurika juzi Jumapili, wananchi wakiwahudumia wenzao. Ni andiko limeandikwa, lazima tupokee, lakini kuna faraja nyingi kwamba hawa walikufa wakati wakienda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hii ni faraja kubwa sana kwetu kama kanisa. Tunafarijika sana na tunaamini Mwenyezi Mungu amewapokea, na tunaambiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ameamua kuwawahisha ndugu zetu, na tunaamini siku moja tutaenda kukutana nao huko mbinguni. Basi niwaachie neno hili, lakini kama serikali tujitahidi kushirikiana na kanisa hili kuhakikisha tunaokoa roho za majeruhi wote.